Baada tu ya mazishi ya former Prime Minister Raila Odinga, vitu vingi tu zimekuwa zikiendelea pale katika mitandao za kijamii, hasa tu baada tu ya yeye kuweza kuzikwa hapo jana. Kumbuke tu tuliweza kuona tu maua yaliweza kuwekwa juu, lakini inasemekana tu kufikia leo asubuhi maua yote yalikuwa tu ameweza kutolewa usiku, kwa kitu ambacho pia inafikiriwa labda tu kuna watu ambao pia walikuwa wanajaribu tu kuweza kuharibu kitu ambacho pia kilikuwa kimeweza kutengenezwa pale. Ukumbuke tu ni issue ambao pia kwa sababu ni national issue ambao pia Wakenya wengi tu wanafuatilia zaidi, na kuweza kujiuliza nani aliweza kuondoa yale maua ama yaliweza kuenda wapi, kwa sababu yalipatikana asubuhi tu yameweza kuibiwa. Na kuna video ambazo pia zilikuwa zinasambaa mitandaoni. Kuna baadhi ya watu ambao pia walikuwa tu wameweza kuzichukua, kwa sababu katika tu makaburi ya Jaramogi Oginga Odinga kuna CCTV pale ambazo pia zilikuwa zinaonyesha tu watu kadhaa ambao pia waliweza kufika pale kuweza kujaribu kuchukua issue ambao pia imeweza kuendelea kuzua reaction nyingi tu pale katika mitandao za kijamii, wakijiuliza tu ni kipi ambacho pia walikuwa tu wanataka pale, kitu ambacho pia kimeweza kumfanya tu serikali kuweza kudeploy polisi pale, ili kuhakikisha tu kwamba pia wanasimama pale kwa siku kadhaa, ili kuweza kuchunga tu makazi ambako pia aliweza kupumzishwa former Prime Minister Raila Odinga, issue ambao pia imeweza tu kuweza raise concern, ikisemekana tu kwamba baada tu ya mazishi kila mtu aliweza kuondoka akaweza kuenda kivyo, kitu ambacho pia kimeweza kuwashangaza Wakenya wengi zaidi. Mbona waliweza kufanya vile na kuweza kupatia nafasi watu ambao pia waliweza kuvamia na kuweza kuiba maua ambao pia yalikuwa ya juu ya kaburi la former Prime Minister, kitu ambacho pia limeweza ku raise concern pale katika mitandao za kijamii, wakisema tu kwamba inafaa tu sio tu waweze kuonyesha respect kwa TV pekee yake, pia in private wanafaa tu kuhakikisha tu kwamba wameweza kuchunga kaburi lake, kulingana tu na supporters wake ambao pia wameweza ku raise concern pale katika mitandao za kijamii, wakimwambia tu William Ruto hakikisha tu kwamba former Prime Minister hawezi kupotea kabisa, kwa sababu imekuwa mazishi ambao pia imeweza kuumiza watu wengi tu hapa nchini Kenya, ambao pia walikuwa wanafuatilia, wengine katika mitandao za kijamii, wengine ambao walienda JKA, wengine wakaenda Nairobi, na wengine pia wakaweza kusafiri mpaka Kisumu na kufika mpaka Bondo kuhakikisha tu kwamba wameweza kumpumzisha, kwa sababu alikuwa kiongozi ambaye pia alikuwa tu anapendwa na wengi, na ni issue ambao pia watu wengi tu zaidi wamekuwa wakifuatilia pale katika mitandao za kijamii. Katika Udaku 254 na kupatia na story ambazo zina trend mitandaoni, una make sure umesubscribe kwenye YouTube channel. Baby wa baby now. Alafu huyu ni baby. Mafi, muscular. You know what? Yeah, this is it.